kushoto, 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 chizi, chizi. Kurasa ninaamini sina cha kuwalipa zaidi kwa sababu mnanisupport sana. Nimewachukulia champagne kwa sababu tumetoboa mpaka leo tuko hapa. Sasa tunapop kwa pamoja, tunaishangilia Dodoma yetu, si ndio? Tunaenda kwa pamoja. Watu, moja, tatu, tano. Bana, moja kati ya show ambazo zinaendelea kwa hivi sasa ni show ambazo ni za Billnass pamoja na Nandy. Show hizi zinaenda kwa jina la Chuo kwa Chuo. Sasa katika siku ya jana ulikuwa kuna listi ya wasanii wengi sana, lakini moja kati ya wasanii ambao walifanikiwa kuingia katika stage ya Chuo kwa Chuo hapa ninamwongelea Ibra, ambaye kwa siku kadhaa alikuwa ametoka katika lebo ya Konde Gang. Na hii ina maana gani? Kwamba inawezekana kwamba katika lebo ya Konde Gang ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumfikia Ibra, na sasa hivi basi ameweza kufikika, au anaweza akawa anapata mapato ambayo ni kwa kirahisi, kwa sababu timu ambayo wanayo pia wana approach kubwa sana. Wanaweza ku approach watu tofauti ambao wako katika burudani na watu tofauti ambao wako katika tasnia hii kwa sasa. Industry ya muziki wa Tanzania kwa sasa hivi inazidi kukua. Tunaelezwa kwamba hii idea ya Chuo kwa Chuo ni ya kwake Billnass, ambayo Billnass ndio alikuja nayo, na mwisho wa siku sasa hivi tunaanza kuona kwamba idea hii imekuwa na mchakato mkubwa sana, na mkakati huu umeweza basi kuleta matunda makubwa sana. Chuo kwa Chuo kwake Billnass, hii hapa ni moja kati ya idea ambayo inaweza kumpa njia nyingine kwa mwaka ujao, kwa sababu ulikuwa kuna Nandy Festival, sasa hivi kuna Chuo kwa Chuo, ambayo Ibra pia ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa katika listi hiyo. Na katika listi hiyo Billnass aliweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, na posti hiyo iweza kupata likes 7800, comment 341, sharing 23. Lakini pia aliandika kwamba oya we wanangu wa Dodoma, huyu hapa Ibra, Chuo kwa Chuo tunaishi naye, hii si ya kukosa. Sasa naenda katika sehemu ya comment niangalie nini ambacho watu walijibu nini. Ibra mwenyewe alikuja pale akareply comment. De Goldie akasema kwamba wamerembe chizi, na baada ya hapo chinga ni mmoja tu bongo, huyo anaitwa Official Mtwara Boy, Tanzania yetu sote. Akasema kwamba no reform no election. Lakini pia Official Zito anasema kwamba hana jipya tena huyo. Kwa hiyo Loyal Boy akasema kwamba tutolee moja ya Heartbreak. Okay. Hapo zilizofuata nyingine ni K Alphonse akasema kwamba kama limetoroka Mirembe, chizi wa Mirembe. Comment kama hizo ndio zilikuwa zinafululiza sana. King of New School. Lakini pia baada ya hapo maneno ni yale no zilikuwa nyingi sana. Oya unajua sana mdogo wangu, tupe ratiba tu, yani atupe ratiba. Katika wasanii wanaotupitisha kwenye mazito, wanaotumika kwenye CCM, huyu mkewe
mkewe kampeni unfollow Billnass official Nandy, tuna unfollow, na akamtagi pia Mange Kimambi. Kwa hiyo kuna watu pia wanatumia majibu haya au ni comment ambazo walitoa comment hizi hapa pia ambazo ziko zinahusiana na mambo haya. Lakini pamoja na yote hayo, Ibra alifanya poa sana katika show ya jana. Basi katika show hiyo kulikuwa kuna mengi ambayo yalikuwa yamejiri. Ibra aliweza pop champagne pia, na aliweza kuonyesha waziwazi kwamba kuna namna ambavyo anaweza pia kupambana na soko hili la muziki ambao kwa muda mwingi alikuwa atembei katika majukwaa tofauti tofauti. Alifanya kama atofanya tena, na pia walikuwa na master tofauti tofauti. Mfano namuongelea hapa hivi Dingo, huyo anamuita Wozu, na pamoja na kwamba alikuwepo Mwamba Msamiati na alikuwepo Kantroizi, akawepo pia huyu hapa ni DJ Masau official, pamoja na Mwamba wa Dodoma Central Zone, Moni Central Zone, naye pia alikuwepo katika siku ya jana. Kwa hiyo Billnass ni kama vile alicheza karata yake vizuri sana. Hicho kwa chuo ni moja kati ya idea ambayo kwa kifupi ni kwamba inampa Billnass wakati mwingine tena wa kukua au wa kujikuza na kuwa katika level fulani. Inamaanisha kwamba kama atazunguka vio kadhaa, basi kutumia jina hili, jina la Ibra, akatumia jina la Wozu, akawalipa pesa yao vizuri, vitu kwa pamoja hivi basi vinaweza vikawapa matokeo chanya na matokeo mazuri sana kwa miaka ijayo, kwa sababu watu kwa pamoja ni watu ambao wanafanya biashara ya muziki, na watu kwa pamoja ni watu ambao wanafanya biashara ambayo inaweza pia ikawaingizia kipato kwa namna moja au nyingine. Hii ni ishara kwamba yawezekana kwamba msanii akawa anajipatia kipato, lakini kwa namna ambayo pia ni kusimamia show yake ya kuiandaa show kama hivi. Mfano kama ameondoka na wasanii wengi, Nandy pia yupo, Billnass pia yupo, tukicheki tena hapo Mwamba tena Ibra naye yupo, Msamiati yupo, Kantroizi, Moni Central Zone. Bana kwanza sasa hivi ana ngoma lao jipya. Kwa hiyo kuna namna kama vile Ibra katika kipindi hichi hapa ametoka kipindi cha bahati, kwa sababu ukiangalia Billnass ni mtu ambaye alitolewa na Mr. T-Touch, na Mr. T-Touch kwa sasa hivi ndio anayemiliki Ibra. Niwape tu historia fupi ya Billnass. Alishafanya kazi na Mr. T-Touch kwa kipindi cha nyuma, na aliweza kumtoa Billnass kuanzia huko alipotoka, kwa sababu kwa kipindi kile anatoa ngoma za Chaff Pose. Ni moja kati ya ngoma ambazo ziliweza basi kumtambulisha Billnass katika tasnia ya muziki wa kizazi kipya, na vyote kwa pamoja hizo ngoma basi zilikuwa zinashutiwa pia South Africa. Kwa hiyo kipindi hicho basi ilikuwa ni moja kati ya njia ya Billnass kuzidi kujulikana sana. Bana kama unakumbukumbu vizuri, pia Billnass ni moja kati ya mtu ambaye alipitia kipindi kigumu sana, nikiwa na maana kwamba yeye pamoja na Nandy ni watu ambao wameshapitia sekeseke kubwa sana. Sekeseke la kwanza ni ile sekeseke la kwake na Nandy, ambao video zao chafu zilizoanza kuvuja, na kipindi hicho bado Nandy alikuwa na date na mtu ambaye ni mkubwa sana pale Clouds. Sasa hivi ni marehemu. Kipindi hicho ilikuwa inasemekana kwamba ana date na mtu mkubwa sana, na sasa hivi ameshakufa. Kwa hiyo nikasema kwamba ni kitu ambacho Ibra kwa kipindi hichi kama akiwa anagawana vizuri na mapato yakawa yanaingia kwa kasi, show back to back, basi na akawa anafanya kama afanyi tena, basi itamtengenezea picha nzuri katika soko la muziki lijalo. Naweza nikasema kwamba stage mbalimbali atakuwa anaonekana, hatutoacha kuona akiwa katika stage za Wasafi Festival, kwa sababu hichi ambacho anakifanya kwa sasa hivi ni moja kati ya kitu ambacho ni kizuri sana. Idea zimesimama. Mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Hii hapa hivi ni kuhusiana na Ibra, na kwa hivi sasa meneja wake pia ambaye meneja kutoka katika nchi ya Kenya, basi naye pia anampambania katika nchi ya Kenya kule, anajaribu kutengeneza njia nzuri kwa lengo la kuweza basi kufanya Ibra azidi kusikika Kenya na Tanzania at the same time. Zote nguvu hizi zote zinafanyika hivi kwa sababu ya ukuaji wa kimuziki, kwamba angalau akiwa anapata mashabiki kutoka katika nchi mbili tofauti, basi itampa nguvu kubwa sana yeye kama yeye kuzidi basi kujipush na kuhakikisha kwamba bidhaa zake, yani product zake ambazo anazipeleka kwa jamii zinanunuliwa kwa kasi. Naweza nikasema hivyo kwa sababu ukiangalia soko la Kenya ndio soko ambalo pia la support muziki wa Tanzania kwa asilimia kubwa sana. Basi bwana, mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini, uniambie nini ambacho unawaza kuhusiana na msanii huyu hapa, japo kuna watu wanasema kwamba Ibra for this time around yeye ni kwamba ameisha, lakini katika kitu ambacho amefanya katika siku ya jana kwa ni bonge moja la project. Bye bye for now.